Muziki wa Ukambani umeendelea kukua kwa kasi katika miaka ya karibuni, ukivuka mipaka ya Machakos, Kitui na Makueni na kuingia katika tasnia ya kitaifa na hata kimataifa. Wasanii wa kizazi kipya wamechanganya benga ya kitamaduni, midundo ya kisasa na sauti zenye nguvu, huku icons waliowatangulia wakisababisha misingi dhabiti ya utambulisho wa muziki wa Ukambani. Ripoti hii inaangazia top 10 wasanii wa Ukambani kwa mwaka 2025 kulingana na mchango wao katika muziki, ubora wa kazi, umaarufu, udhiri mtandaoni na nafsi yao katika jamii ya Wakenya. Wasanii hawa ni mchanganyiko wa mastaa wa kongwe na vipaji vipya vinavyoendelea kuunda sura mpya ya jamii Ukambani. Nambari 1, Alex Kasau Katombi. Katombi amekuwa nembo muhimu ya muziki wa Ukambani kwa zaidi ya muongo mmoja. Umaarufu wake ulianza kupanda kupitia bendi yake na mikwaju mingi iliyovuma kwenye harusi, sherehe na tamasha mbalimbali. Ana uwezo wa kipekee wa kuandika mashairi yenye simulizi, na video zake mara nyingi hubeba ubora wa juu unaovutia hadhira kubwa. Katombi pia amesaidia kuleta kamba benga kwenye mainstream ya Kenya bila kuacha utamaduni wa kamba. Nyimbo zake kama Pewa Pewa, Ndanzi, Sindu Siangai zimeendelea kuwa alama ya muziki wa kizazi kipya. Nambari 2, Ben Mbadha Kativoi. Kativoi ni msanii mwenye historia ndefu katika muziki wa kamba. Alivuma zaidi baada ya kutengana na Ken wa Maria na kuanzisha njia yake ya kibinafsi ya ubunifu. Ni mwandishi mwenye kipaji na anajulikana kwa mashairi mazito yenye ujumbe wa kijamii na yanayovutia jamii. Sauti yake imetambulika kwa urahisi na imechangia kumpa mashabiki wengi kutoka maeneo ya jijini hadi mijini. Amebaki kuwa msanii anayeheshimiwa sana kutokana na udhabiti wake na mtazamo wake wa kipekee kwenye muziki wa benga. Nambari 3, Mashimo. Mashimo ni msanii aliyewakilisha vema kizazi cha vijana wa Ukambani. Ametengeneza jina lake kupitia mtindo wa fusion unaochanganya kamba benga, afrobeats na midundo ya kisasa. Muziki wake mara nyingi hubeba mada za maisha ya vijana, mapenzi na changamoto za kila siku, jambo linalomfanya awe wa karibu sana na hadhira yake. Mashimo pia amekuwa mtengenezaji mzuri wa video zenye ustadi na amekuwa akiongeza kasi kwenye mitandao, matamasha na majukwaa ya mitandao kimuziki. Nambari 4, Ken wa Maria. Ken ni mmoja wa waanzilishi wa kizazi kipya cha benga ya Ukambani. Nyimbo zake zimetawala redio, televisheni kwa miaka mingi, na wimbo wake wa Fundamentals uliovuma kitaifa ukifanya kuwa jina kubwa nje ya Ukambani. Anajulikana kwa ucheshi, ubunifu na uwezo wa kuandika nyimbo zenye hadithi zinazoeleweka kwa urahisi. Amesaidia sana tasnia ya kukuza vipaji na kuongoza Yata Orchestra, mojawapo ya bendi kongwe zinazojulikana. Nambari 5, Biens Kaviruviru. Biens ni msanii mwenye ustadi wa hali ya juu katika melodi na vocal control. Anaweza kuimba kwa hisia nyingi na mara nyingi hutambulika kwa nyimbo zake zenye utulivu na ladha yenye mchanganyiko wa kamba na muziki laini wa Afrofusion. Ana mvuto wa kipekee hasa katika jamii ya vijana wanaopenda muziki wenye ujumbe mzito na ulioimbwa kwa uzuri. Biens pia amechangia kuinua sanaa ya video kwa kuboresha ubora wa kazi yake na kushirikiana na watayarishaji wa kisasa. Amejulikana kwa hits alizotoa kama vile Kana Kesi Yako, Ndiye Nuka na nyinginezo. Nambari 6, Vusia Ungu. Vusia ni mwimbaji mwenye sauti ya kipekee na mwenye nguvu ambayo imeguza mashabiki wengi. Muziki wake mara nyingi hujikita kwenye mada za kimapenzi, familia na maisha ya kijamii, ukifanya kazi zake zikaribishwe sana kwenye sherehe mbalimbali. Ana uwezo mzuri wa kuunganisha midundo ya zamani na sauti mpya. Amekuwa mmoja wa performers wanaopendwa sana jukwani kwa live shows. Nambari 7, Kaiwa.
Huyu ni mmoja wa wasanii wanaochipuka, wanaojenga kasi ya ajabu. Muziki wake umejikita kwenye mashairi yenye hadithi na melodi laini inayopendeza masikioni. Amejipatia mashabiki wengi kutokana na utulivu wake wa uimbaji na jinsi anavyochagua mandhari yanayohusiana na maisha ya kawaida ya watu wa Ukambani. Nambari 8. Maxwell. Maxwell ni msanii wa kizazi kipya mwenye nguvu na ukubwa kwenye mitandao ya kijamii. Anatoa vibao ambavyo vimepata watazamaji wengi na kumfanya kuwa mmoja wa vijana wanaotawala platforms kama YouTube na TikTok. Muziki wake ni wa kisasa, wenye midundo ya kuchezeka na video zilizotengenezwa kitaalamu. Nambari 9. Kana Niko. Kana Niko ni msanii maarufu kwa energy yake kubwa jukwani na midundo mizito ya densi. Muziki wake unachezwa sana kwenye sherehe, tamasha na mikusanyiko ya vijana. Kwa sababu hiyo ya uwezo wake wa kuleta vibe ya furaha, sauti yake na utendaji wake vimefanya awe miongoni mwa performers wanaotafutwa sana Ukambani na maeneo ya karibu. Nambari 10 na nambari la mwisho. Kamafia. Kamafia anawakilisha sauti ya mtaa na maisha ya vijana wa Ukambani. Ametumia mtindo wa kisasa unaoelekea kwenye gengeton, benga, fusion na kuchanganya mashairi yanayohusiana na maisha ya kawaida, urafiki na vichekesho vya mtaa. Ana umaarufu mkubwa hasa kwa vijana wanaofuatilia muziki wa mitandaoni. Wasanii hawa wamesimama kama nguzo za muziki Ukambani. Mwaka 2025, kila msanii ana mchango wake, iwe katika ubunifu, utamaduni, mdundo wa kisasa au ushawishi wa kijamii. Wote kwa pamoja wanaendeleza urithi wa muziki wa Kamba na kulipeleka jina la Ukambani mbele zaidi. Mie wako Alimo Malinga.